Jina langu naitwa Mtheolojia, mtumishi nayeongoza shirika huu mdogo wa Safina Majoe. Jina langu naitwa Nebi Edwin Katila, jina nililofahamika sana huku Majoe, Mrs. Asifiwe Nyanja. Namshukuru Mungu sana kwa kazi ya Mungu inayoendelea mahali hapa. Tumemwona Mungu, yeye ndiye anayetuwezesha, na watumishi wa Mungu wainjilisti toka sehemu mbalimbali tunapotangaza na tunapohitaji kutuunga mkono kwa ajili ya kazi ya Mungu, hawajawahi. Kwa mfano, leo tulikuwa na vijana kutoka kanisa la TG wamekuja kwa mchungaji wa Mungu Deo. Tulipomfikia akasema, jamani, ujenzi unahitaji ushirikiano sana na umoja sana. Wamekuja, tumeshirikiana wote, tumemwona Mungu na waalikwa mbalimbali. Tunamshukuru Mungu kwa sadaka wanazotoa, zinatuwezesha kufika hapa tulipofika, na tunamwamini Mungu kwa kile ya kibinadamu. Tunapoendelea huko juu, unafikiria vyuma vitapatikana vipi, vya upauaji, bati zitapatikana vipi, lakini Mungu anayetuwezesha ndiye mkamilishaji. Jina langu naitwa mchungaji Betoni Mwaigoga, ni mchungaji wa kanisa la Moravian Jimbo la Mashariki, ushirika wa Yombo Vituka. Kusudi la ibada ya leo ya uinjilisti ambayo leo nimeitwa ili nifanye huduma katika ushirika huu, kusudi ni kueneza injili ya Mungu, ni kutangaza neno la Mungu mahali popote, kwa mataifa yote, kwa viumbe vyote vilivyo hai na vyenye uhai. Yaani maana yake ni kwamba kwa viumbe vyovyote, manake viumbe vilivyo hai, wanyama, tuende milimani kutangaza habari, tuende maporini, tuende mahali popote. Lakini tutafikaje huko kuwafikia hao watu? Inatakiwa kanisa liamke sasa. Kanisa liwajibike jinsi ya kutaka kueneza injili ya Bwana. Manake watu watumwe, wapelekwe. Watafikaje huko wasipopelekwa? Kanisa linatakiwa litume watu wenye vipawa, wenye karama, waende wakawaambia watu habari njema. Kwa hiyo, ndugu mwandishi, jambo hili sio rahisi wala sio jepesi. Ni gumu kwa sababu mitaani huko kuna watu ambao wameharibika, wanavuta bange, wanakunywa madawa ya kulevya na mambo mbalimbali. Sasa watatokaje huko bila kuwafikia? Tunatakiwa tuwatoe sisi huko, sio kwamba walikuwa wanapenda au wanapenda. Wengine wamelazimika tu kuhusika kwa sababu ya mazingira, wengine ni yatima, wengine wametengwa na wazazi. Sasa sisi tunatakiwa tuwafikie huko. Kanisa linahitaji kutumia nguvu hiyo na uwezo huo, lakini bila msaada wa Mungu hatuwezi kufika. Kwa hiyo tunahitaji tumuombe sana Mungu atupe uwezo na kanisa lisimamie, lakini tuachane pia na mambo ya madhehebu, kwamba dhehebu lile, dhehebu hili. Hapana, sasa tusimame katika njia moja ya kumtumikia Mungu. Kwa majina yangu naitwa Asifiwe Andongwisi Amike Nyanja, na mimi ndiye msimamizi wa idara ya uinjilisti mahali hapa Safina, na kama pia mlezi wa ushirika mdogo wa Safina. Tunamshukuru Mungu sana sana sana, aliyetusaidia, aliyetuwezesha kutufikisha tarehe 27 mwezi wa 7 2026, sikukuu ambayo kwa mwaka inaadhimishwa mara moja. Mimi kama kiongozi wa idara tumemwona Mungu sana kwa sikukuu hii ya leo. Watu wamehudhuria, na mbali na kuhudhuria, hao watu wametoa fedha kwa ajili ya kazi ya Mungu. Mbali na hiyo ni kwamba kuna wageni mbalimbali ambao tumewalika, ikiwa pamoja na kwaya ya vijana Victor Kwaya toka kanisa la TAG Bomba Mbili. Wamekuja, wametunga mkono, wametutia joto sana. Tunaomba sana watumishi wa Mungu mtuombee kwa ajili ya idara hii ya uinjilisti, kwa sababu sisi katika eneo letu ndo kwanza tunaanza. Kwa maeneo mengi bado
hatujafika. Watu wamwamini Mungu, watu wabadilike, watu waache dhambi, watu wamgeukie Mungu, wamwabudu Mungu, wamheshimu Mungu. Tunawakaribisha sana katika ushirika wetu wa Safina, na Mungu awabariki.